Nchini mwetu kumekuwepo na matukio ya utekaji, watu kupotea na watu kujeruhiwa. Tukio la karibuni zaidi ni tukio lililomkuta msaidizi wa mwenyekiti wa Chadema ndugu David Jumbe. Kwa vile wizara hii inahusu usalama wa raia, nimesimama kutaka maelezo ya ziada kutoka kwa waziri. Ni upi mwelekeo wa serikali juu ya matukio haya? Hatua gani zinachukuliwa ili kuhakikisha vitendo hivi vinakomeshwa kabisa? Asante sana. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, kwanza nimshukuru sana Mheshimiwa Ado Shaib, mbunge na wakili msomi, kwa hoja hii. Mheshimiwa Spika, kama nilivyoeleza na kwa sababu ya ufinyu wa muda, na reference ya taarifa mbalimbali juu ya ukiacha matukio kama hayo ya utekaji aliyoyaeleza, katika ujumla wake ni matukio yote ya jinai, kwa sababu matukio ya jinai, Mheshimiwa Spika, yanamgusa mtu moja kwa moja, na wajibu na msingi mkuu wa kikatiba na sheria ni kusimamiwa na serikali, na ndio maana makosa yote ya jinai yanasimamiwa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, katika swala hili ameuliza mambo mawili. La kwanza mwelekeo, lakini ya pili hatua. Katika kuhusiana na masuala ya mwelekeo, tayari tunayo katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inakataza na inakataa masuala haya, lakini vivyo hivyo tunayo sheria nyingine ya kanuni za adhabu, Penal Code Cap 16. Hii sheria inaeleza kama tutatokea tukio la namna yoyote ile dhidi ya shambulio kwa mtu au kwa utaratibu ambao upo nje ya utaratibu wa sheria, maana yake ni kwamba chombo ambacho kinahusika na masuala ya usimamizi wa ulinzi na usalama na upelelezi itachukua hatua. Na wakati wote tumekuwa tukipata matukio haya, Mheshimiwa Spika, ya utekaji, jeshi la polisi limeendelea kusimama imara, limekuwa likifanya upelelezi na uchunguzi juu ya hoja na changamoto mbalimbali za masuala ya utekaji, kitu ambacho Mheshimiwa Spika kitaendana na kile nilichokizungumza. Kuna masuala ya uzandiki na subversion yapo pia ambayo yanatokea. Tunazo kesi za utekaji ambazo zipo zinaendelea kuchukuliwa hatua mbalimbali za kiupelelezi. Mheshimiwa Spika, siwezi kuzungumza hapa kwa sababu ya faida ya taratibu za kiupelelezi, na Mheshimiwa Ado anafahamu the criminal procedure hainiruhusu kueleza juu ya mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na masuala ya upelelezi. Yapo mambo ambayo kwa sababu ni mbinu za kimkakati ambazo ni za kimedani zinazotumika katika kutafuta wahalifu. Lakini pia zipo kesi mbalimbali katika mahakama zetu ambazo zilipelekwa kwa utaratibu ule wa kama makosa ya jinai, ambazo nazo pia zipo zinazoendelea, zipo ambazo zilionekana hazina mashiko. Kwa sababu Mheshimiwa Spika, swala la kusema jambo au kutuhumu ni moja, lakini la pili ni ushahidi. Na unafahamu Mheshimiwa Ado kwamba hata kama ungekuwa na ubora wa ushahidi unategemeana na jinsi ambavyo mtu atalisimamia. Kwa kuna kesi ambazo zilifutwa kwa kukosa ushahidi na hazikwenda kwenye hatua ya mbele zaidi. Lakini pia zipo kesi nyingine Mheshimiwa Spika za masuala ya utekaji ambazo zilibainika kwamba yalitokana na visasi vya mambo mbalimbali. Moja wapo visasi ama ya masuala ya biashara, uhasama unaohusiana na masuala ya mbalimbali ya kimahusiano katika jamii. Inawezekana ni biashara, inawezekana ni siasa, na katika masuala haya Mheshimiwa Spika yamekuwa yakipelekea kupata matukio ya namna hiyo. Na matokeo yake Mheshimiwa Spika, pia yapo masuala ya utekaji ambayo yalitokea na watu kufanya rekodi tunayo. Waliamua kusema kuhusiana na kwamba nimetekwa na ikazushwa hivyo, na hatimaye tulikuja kugundua kwamba ulikuwa ni mchoro au mchongo wa kisiasa kwa lugha ya kisasa unaoisema. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, taifa, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan na Wizara ya Mambo ya Ndani na sheria zake zote juzuu 438, hakuna sehemu tunayoruhusu mambo haya, na ikitokea popote pale tutachukua hatua, na hata yale yaliyotokea Mheshimiwa Spika tunaendelea kuchukua hatua. Lakini kuhusiana na mwelekeo ni msingi ule Mheshimiwa wa kusimamia haki za binadamu na utawala wa sheria. Tutaendelea kusimama na hilo Mheshimiwa Ado. Nikupe trust hiyo msomi mwenzangu kwamba sisi tutaendelea pamoja na nini kushirikiana kuhakikisha jambo hili linafikia mwisho. Asante.